Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Mimi ni askofu mkuu wa jimbo kuu la Mwanza, Renatus Nkwande. Nichukue nafasi hii kuwapa pole waumini wote na hasa askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam, Baba Ruwaichi, kwa kuondokewa na mtangulizi wake. Huyu ni mzee wetu, ametulea sote, na baadhi yetu ndiye aliyetupatia daraja ya uaskofu. Kumbe kwetu sisi ni mahangaiko na ni majonzi. Tunatumia muda huu kuungana na wana Dar es Salaam na waumini wote wa Tanzania kumwombea na kumtakia kila jema katika safari yake hii ya mbinguni. Ni muda mrefu mimi nimemfahamu Mwadhama. Kwanza kabisa nimemfahamu Mwadhama akiwa padri. Alipenda kuja Msoma akiwa padri. Tunaambiwa wakati huo sisi tukiwa wa seminari ndogo ya Makoko, anakuja kumtembelea aliyekuwa askofu wa Msoma nyakati zile, Askofu Anthony Mayala, na padri aliyekuwa rekta wa seminari yetu, Padri Aloysius Barina, wakati huo akiwa rekta wa Makoko. Hivyo alipata daima muda wa kuongea na sisi wa seminari. Ndo nilipoanza kumfahamu, lakini nikamfahamu zaidi nilipokuwa mseminari. Sasa niko mseminari, seminari kuu ya Segerea. Yeye alipoletwa kama askofu mkuu mwandamizi wa jimbo kuu la Dar es Salaam, wakati huo akiwa chini ya Mwadhama Kardinali Laureani Rugambwa. Hapo ndipo nilipoanza kumfahamu kwa karibu zaidi, kwa sababu alipata muda wa kututembelea sisi wa seminari. Na wakati wa maandalizi ya ujio wa Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili hapa Tanzania, yeye alikuwa askofu mkuu mwandamizi. Alikuwa bado hajachukua jimbo wakati ule. Alihusika sana katika maandalizi yale, hasa kwa jimbo lile la Dar es Salaam, na hivyo alikuwa karibu sana na sisi wa seminari na karibu na waumini wote katika kuhakikisha kwamba ujio wa Baba Mtakatifu unafanikiwa, si tu katika jimbo kuu la Dar es Salaam bali katika nchi yote ya Tanzania. Alipenda sana seminari na alikuja mara nyingi sana pale seminari, kwa sababu pia hapo napo aliwahi kuwa rekta gambera wa seminari hiyo ya Segerea, na kwa kweli alikuwa ndo gambera wa kwanza aliyeianzisha hiyo seminari. Hivyo alikuja mara nyingi, akaongea na waseminari, akatuhimiza waseminari ili tupende wito wetu, na alipenda kutuambia tuwe na moyo mkuu. Bila shaka alitueleza hivyo akijua kwamba changamoto zipo nyingi katika wito ule. Na kweli kwa nyakati zile watu wengi hapa na pale, siku moja au nyingine uliweza kusikia tu mtu anasema mimi narudi nyumbani. Ulikuwa ni wito ambao ulikuwa changamoto, wengi tuliupenda lakini pengine tulikuwa hatuelewi vizuri, na hivyo tuliaga, wengi waliaga wenzetu. Hivyo yeye alipenda kutuambia moyo mkuu, na kweli waliovumilia basi walifika. Hivyo kwa kifupi ndivyo ninavyoweza kusema kwamba namjua katika maisha yake kabla mimi hata sijawa padri. Baadaye nimekuwa padre. Tumekutana naye akitembelea jimbo kuu la Mwanza. Hapo siwezi kusema kwamba labda nilihusiana naye kwa karibu zaidi, lakini baadaye nikiwa askofu kuanzia hiyo 2011, na kwa kweli siku nilipopokea taarifa kwamba
ameaga dunia, ndo siku hiyo hiyo, tarehe hiyo hiyo na mwezi huo huo ndipo aliponipatia mimi uaskofu kule Bunda. Tangia wakati huo kweli tukawa karibu naye kama maaskofu, yeye akiwa sehemu ya baraza letu, wazee wetu waliotuongoza, kutuonyesha njia, kutuelekeza namna ya kuishi kama maaskofu, na zaidi kuishi na waumini wenzetu sisi tukiwa tunawaongoza. Alikuwa mzee mahiri, mwenye msimamo, na alipenda haki itendeke, na hivyo na sisi akatufundisha tupende haki. Na pale alipoona kwamba kweli sisi pengine hapo tunakaribia kukosea, au labda kwenda kinyume na kila ambacho anaamini kwamba ni sawa, alituambia. Hakutaka kutuficha. Hivyo tulimwamini sana huyu baba, na ndio sababu kweli wengi tumesikitika. Basi nichukue nafasi hii kuwaomba waumini wenzangu, na hasa ninyi wa jimbo kuu la Mwanza na maeneo mengine yote yanayozunguka Mwanza, basi tumtakie kila jema mwadhama, apumzike mahali pema mbinguni. Wale watakaoweza kuhudhuria mazishi, basi tuende tukamwombee kwa karibu zaidi, na mimi bila shaka nitakuwa huko. Basi tuungane katika kusali na kuomba apumzike vyema. Asanteni sana.